Alikutana na familia nzima na akaenda nao mahali walipoona ule moto. Kwa masikitiko ya Ron, hapakuwa na kitu chochote cha kuona. Alipokuwa akiangalia ardhi iliyokuwa ikitumika kama shamba la mizabibu, aliona sehemu ya chokaa ikichomoza juu ya ardhi. Ron aliokota jiwe kubwa na kulitupa kwenye ile chokaa, na kwa mshangao wa kila mtu lilitoa sauti kama ngoma, sauti ya uwazi kana kwamba kulikuwa na nafasi tupu ndani ya jiwe hilo. Ron alipowauliza kama kulikuwa na pango kwenye ardhi hiyo, hawakujua lolote, lakini kisha wakamwonyesha mlango wa kuingilia kwenye eneo la mawe ambalo lilikuwa dogo sana kuingia. Walikuwa wakilitumia kama shimo la takataka. Jambo la kushangaza ni kama lile eneo alilokuwa akichimba katika kaburi la bustani lilivyokuwa shimo lao la takataka. Na huo ukawa mwisho lake. Lakini kisha mnamo Disemba ya mwaka wa 1992, Ron alijifunza kwamba familia hiyo bado ilikuwa katika nyumba ile ile kwenye ardhi ile ile, na akaenda kuwatembelea akijiuliza kwa tahadhari ikiwa wangemkumbuka au muhimu zaidi ikiwa wangemkaribisha au kukasirika kwamba amekuja. Alipofika, walimkaribisha kwa mikono miwili, na hapa ndipo Ron alipojifunza kwamba Jamal hakuishi tena Hebron,